Marekani yapata kiwewe kuhusu silaha za nyuklia za China. Karibu Makumba International News kwa habari za kimataifa, siasa, uchumi pamoja na teknolojia. Washington. Marekani imetoa tuhuma kali dhidi ya China ikisema taifa hilo limeongeza kwa kiwango kikubwa silaha zake za nyuklia na huenda ikafikia zaidi ya vichwa 1000 vya nyuklia ifikapo mwaka 2030. Washington pia imedai Beijing imefanya majaribio ya siri ya nyuklia mwaka 2020 na huenda ikajiandaa kwa milipuko mikubwa zaidi. Kwa upande wake, China imekanusha madai hayo kupitia balozi wake Shen Jian, akisema ni ya uongo na ni kisingizio cha Marekani kuanza tena majaribio ya nyuklia. Alisisitiza kuwa China haitajiunga na mashindano ya silaha za nyuklia. Kwa sasa, baada ya kuisha kwa New START, mkataba wa mwisho wa kudhibiti silaha za nyuklia kati ya Marekani na Urusi, hakuna makubaliano yoyote yanayodhibiti silaha za nyuklia kati ya mataifa makubwa, jambo linaloongeza hofu ya kuanza kwa mashindano mapya ya kumiliki silaha za nyuklia. Wakati hayo yanajiri, dunia ikiwa katika mzozo mkubwa, huku kukiwa na hofu huenda vita ya tatu ya dunia ikatokea baada ya mataifa yote makubwa yakiwa yamechafukwa, kuanzia mgogoro wa Ukraine pamoja na Urusi kuja mgogoro wa Mashariki ya Kati unaozikutanisha Tehran, yaani Irani, Israel pamoja na Marekani, huku kukiwa na shinikizo kubwa. Mataifa haya, Israel pamoja na Marekani, hayataki kumuona Irani akiwa anamiliki silaha za nyuklia, na ndipo ambapo vikwazo vikubwa vinaendelea. Lakini wakati hayo yanajiri, ripoti zinaarifu kuwa Irani imenunua silaha nzito kutokea China, silaha mahususi kwa ajili ya kuzizamisha meli katika bahari. Silaha hizo ambazo zimenunuliwa kwa gharama kubwa na ni silaha za kisasa kabisa ambazo zina uwezo wa kudungua meli katika bahari na kuziharibu vibaya, huku Marekani imeishutumu China kwa kuiuzia silaha kubwa Irani, lakini Irani imesema hiyo ni kama vile ilivyokuwa kwa Urusi tu. Makubaliano hayo ya silaha yalikuwa ya muda mrefu, si ya sasa hivi, hivyo ilikuwa ni utekelezaji tu. Endelea kubaki Makumba International News kwa habari za kimataifa, siasa, uchumi pamoja na teknolojia.